jana tulikutana nao wakiwa 1800. Sasa leo wamefika makundi 2500 mpaka 3000. Moja kati ya sababu ya kwa nini tunakutana na makundi kila mwaka, kwanza ni ku-update uzoefu na ujuzi wa bidhaa zetu pamoja na ujuzi wa sekta ya ujenzi. Lakini mbili, kuendelea kuwatambua kundi lao kubwa, kundi wafahamu kila ambayo. Lakini tatu, leo tumekuja na jambo kubwa sana la Magic Builders Foundation, ambayo ni taasisi rasmi kwa ajili ya kushirikiana na mafundi, kuwapa fursa, kuwapa elimu, na mpaka ninapozungumza tumeingia makubaliano na VETA kwa ajili ya kurasimisha kazi zao za mikono. Kwa hiyo ni rasmi sasa hii sekta ya mafundi, sekta ambayo inaenda kutambulika taratibu na serikali inaendelea kutunga mkono. Tumesikia bunge la mwaka huu, Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Suleiman Jafo ameweza kutoa pongezi kwa sababu ni kundi linalochagiza ukuaji na uhai wa sekta ya viwanda pamoja na biashara. Sasa ni kundi letu kwenye wadau wengine, especially Wizara ya Ajira, Wizara ya Vijana, lakini pamoja na Wizara ya Elimu ambayo VETA iko chini yake, kuwa na mikakati na sera jumuishi kwa ajili ya kundi kubwa la mafundi hao ambao mpaka sasa hivi sisi kama Magic Builders tuna database ya mafundi 700 Tanzania. Sasa tukiweza kuwarasimisha hawa, tukawapa uwezo, sisi mabosi ambao tunawatumia tutakuwa comfortable na tutapenda kulipia gharama, kwa sababu tunaamini tunadili na watu ambao kwa uzoefu, kwa ujuzi watatupa kitu ambacho kiko bora. Lakini niombe pia mamlaka ambao ni serikali. Leo kama mmeona makundi zaidi ya 2500 wanasema imani yao iko kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ni kundi ambalo wameweka mlengo au wameweka maono yao na hofu kubwa kwa rais wetu. Kwa hiyo ni wakati sasa wa kuangalia namna gani tunaendelea kulibeba hili kundi, kulihudumia, lakini kulifanya liweze kutengeneza matajiri, liweze kutengeneza viongozi, na liweze kutengeneza jamii ambayo inaheshimu utu pamoja na upendo kwenye kazi na kuleta kitu ambacho bora. Lakini mkurugenzi, kwa namna moja ama nyingine huwa mnawasaidia wao mafundi kupata stahiki zao, na ikiwemo malipo na stahiki zingine wanapokuwa wamefanya kazi au wanapoelekea kwenye shughuli zao za kazi. Yes, tukifanya semina kama hii tunashirikisha ofisi za serikali, na kama leo mtaona ni mkuu wa mkoa ameendorse shughuli ya VETA kuhakikisha kwamba ni muda pekee pia wa kusikiliza changamoto zao. Kuna zile ambazo zinatatulika hapo hapo, kuna zile ambazo zinatengeneza mambo ya negotiation, na kuna zile ambazo zinatengeneza mfumo au sera. Kwa hiyo wao wanajua utaratibu wa kuendelea kwenda. Sisi tunachokifanya ni kuunganisha mafundi na wadau. Serikali ni wadau, lakini wadau wengine ni wajenzi. Kwa hiyo ni pale sasa ambapo tukisikia hoja zao za shida au kama kuna jambo ambalo limeenda sawa, sisi kwa nafasi yetu tunaweza kusaidia. Kama mtakumbuka mwezi wa pili au mwaka huu mwanzoni tulikuwa tuna CSR kwa ajili ya mafundi. Wapo wa vijana na watoto mafundi wengi ambao wanaacha shule kwa sababu ya ada, kwa sababu ya kushindwa michango mbalimbali, lakini kwa sababu pengine ya uelewa. Kwa hiyo sisi kazi yetu pia ni kuwapa hiyo elimu kwamba hakuna haja ya mtoto wa fundi kubaki nyumbani. Ni lazima hata sisi tuingie gharama ya kuhakikisha tunawasaidia. Na mwaka huu tumefikia watoto 3000 wanaotokana na elimu. Lengo ni kuboresha. Hapo kwa mkurugenzi, mnafanya mikakati gani pengine au jitihada gani za kuwainua mafundi wa kike? Wamekuwa chini, lakini pia wengi wao ukiwasikiliza wanakuwa wanalalamikia rushwa. Mama wengi wasishiriki kwenye kazi za ufundi. Changamoto kazi za ufundi ni ngumu kwa mama. Halafu pili, upatikanaji mafundi wengi wenye kazi wa baba. Upatikanaji wa kazi unakuta labda wewe ni mama, una ndoa, uko ndani ya ndoa, fundi ana kazi, unataka kupata kazi kwake, unataka kuongeza, kusemesha, kulie message, maneno mengi, hajali kile unachokifanya. Malipo yanapatikana, ila kuna wakati tunapata changamoto. Unakuta mafundi wengi ni ngumu, sio wote tunaowafikia matajiri. Walio wengi tunafanya kazi nyuma ya watu wengine. Kwa unakuta yule mwenye kazi atakufanyisha kazi wiki 2, anakuambia bado tajiri hajaonekana, yuko safari, mwisho wa siku umefanya kazi wiki 2, siku ya malipo anatoa sababu ndogo, unakuta malipo yanatoka kidogo na kazi uliyofanya ni ndogo. Hatujachukua hatua yoyote kwa sababu hatuelewi ni wapi pa kuelekea.
Kwanza mimi ni washukuru Magic kwa kukutanisha mahali hapa kama mafundi. Tumepewa semina mbalimbali, tulikuwa tunakutana kupewa semina, lakini mimi ombi langu naomba tunapokutanishwa kwenye hizi semina za mafundi pia wawepo watu wanaofundisha kuhusu sheria na haki. Ni wapi uzipate, unapoonewa ni wapi, maana walio wengi hawapati haki lakini hawajui ni wapi waende. Kwa hiyo unapotokea semina ya namna hii wawepo watu wanaofundisha kuhusu sheria. Umeonewa, hujalipwa malipo yako stahiki, ni wapi uende, maana walio wengi hatujui ni wapi tuende. Hapo ni wapi. Mimi naitwa John Alfred Agustino au Jakombato jina la ufundi. Ni fundi ninayefanya kazi zangu kwa kujitegemea, siko chini ya kampuni. Lakini nimefanya kwa muda kwa kipindi sasa, maana takriban miaka 36 nafanya kazi hii ya ufundi. Nianza kufanya kazi hizi mwaka 1989 mpaka sasa. Wanawake wafundi. Kimsingi wanawake ni watu ambao wakifanya kazi hizi za ufundi wanazifanya kwa uhakika. Lakini ni moja sana wamekuwa wakijitokeza katika shughuli hizi za ufundi, na hasa wakiwa wanakumbana na changamoto kama mbili. Moja kati ya hizo changamoto ni kutokujiamini. Wengi wao walikuwa wakifanya hizi kazi walikuwa wakidhani kwamba hizi kazi ni za wanaume peke yake, kwa hiyo wakawa hawajitokezi kuzifanya. Lakini wengine miongoni mwao pia wapo ambao wamekumbana na changamoto kama labda akikuta mwanaume ndio msimamizi wa site, anasema mpaka ili kusudi uwe fundi au nikufundishe ufundi lazima kuna kitu nahitaji kutoka kwako. Kwa hii imekuwa ikiwafifisha sana akina mama kujitokeza kufanya hizi shughuli za ufundi. Na nikisema kwamba wanaume wamekuwa wakiwaomba kitu kutoka kwao, nadhani nyinyi mtakuwa mnafahamu kwamba anachoweza kuomba mwanamke kutoka kwa mwanamke pengine ndio labda rushwa ya ngono na kadhalika. Hii imekuwa ikiwapa akina mama changamoto sana ya kujifunza kazi hizi. Lakini bahati nzuri kwamba mimi nimewahi kupokea hawa akina mama, na niliwapokea kwa wingi kidogo, kwa sababu nilipokea wanawake 3 kwa pamoja na nikafanya nao kazi. Na mmoja kati ya hao nililetewa na mume wake. Niambia, bwana, mimi nina fundi, naomba ufanye naye kazi. Nikamwambia yuko wapi? Akamleta. Na bahati nzuri nilikuwa na site na nilimwamini kwa sababu ameletwa na mtu ambaye anajitambulisha kwangu kama mume wake. Nikamwamini na nikamkabidhi ile site akaisimamia peke yake mpaka kuimaliza. Yaani nilipoona tu namna anavyofanya kazi ilinipelekea mimi kumwamini, kwa kuwa nilikuwa na site nyingine ili lazimu nimwachie ile site aifanye, mimi niwe naenda kumkagua kwamba amefikia hatua gani. Lakini kama kuna changamoto labda za umaliziaji na nini, nilishirikiana naye kufanya huo umaliziaji, na kazi ikaenda vizuri mpaka tukakamilika. Hasa sasa hivi mimi nafikiri kwamba kikubwa ni wanawake tu kujitambua na kujielewa, kwamba pale inapotakiwa sasa anataka kufanya kazi. Kwa mfano, huko nyuma kulikuwa wanawake hata hawapandi ngazi, wengine walikuwa hata hawawezi kuwa mafundi wa umeme na nini. Lakini kwa leo sasa kuna wanawake wanafanya kazi mbalimbali wakiwa madereva wa magari makubwa na nini. Kinachotakiwa kwa kina mama ni kujitokeza na kusubutu. Zaidi ni usubutu, kwamba anachoweza kufanya mwanaume na yeye anaweza akafanya. Lakini kingine ambacho pia mimi naweza nikasema kwamba ni ile tabia yetu sisi wanaume, kwamba mwanamke hawezi chochote na nini. Lakini pia ile tabia ya kuomba rushwa ya ngono kwa akina mama, hii inawafifisha sana akina mama wasijitokeze kufanya hivi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.